Kuna mtu namuona akifanya kazi benki, nikamuona accountants. Nani huyo? Nikamuona mtu benki, nikamuona accountants. Unafahamu accountants? Ndio baba. Unamuelewa accountants? Ndio. Karibu. Ni mara ngapi kuja wewe? Nakujaga mara nyingi. Umeanza lini? Tangu mwaka juzi. Basi wewe ni muelewa. Umeolewa? Hapana baba. Tuendelee kidogo au tumwache? Mtoto wa shemeji yako? Ndio baba. Mtoto wa shemeji yako. Naomba msaidie. Nalimuona mtu mhasibu. Nalimuona nani? Mhasibu. Mhasibu anafanya nini kwake? Yaani baba. Huyo mhasibu ni kweli yupo, lakini sasa sijaelewa bado. Ngoja unaongea. Unasema? Umuelewe? Sijaelewa anachomaanisha ila yupo. Anamaanisha nini? Hebu tuambie kidogo nikufafanulie. Anamaanisha nini mhasibu? Kwa sababu nilipokaa pale nikamwona nani? Accountants, nikamwona mhasibu wa benki. Nilipomwona mhasibu nikabidi nikuulize kwa sababu namuona mhasibu kwako. Ananiambia anataka kunioa lakini umuelewi mhasibu. Mhasibu anafanya nini kwenye maisha ya udada? Hebu tumchunguze kwa jicho la kinabii. Anafanya mchezo. Mhasibu anafanya mchezo au anataka kuoa? Katika ulimwengu wa roho, Bwana akanipeleka miaka ya nyuma mhasibu. Sasa niko kwa mhasibu. Ndio baba. Sasa sijui kama utakuwa unamjua mhasibu kama mimi ninavyomjua. Kwa sababu mimi namjua mhasibu kuliko unavyomjua. Lakini tushirikiane kidogo katika neno unavyomjua kidogo. Sawa baba. Katika ulimwengu wa roho nikamkuta dada mmoja maji ya kunde mrefu. Nilipomkuta dada maji ya kunde mrefu nikamwona katika mahusiano na huyu dada. Ndio baba. Na nilipomwona katika mahusiano na huyu dada nikamwona mtoto kwa huyu dada. Mhasibu ana mtoto mmoja. Kile profesa. Nilipomwona mtoto katika ulimwengu wa roho. Ndio baba. Nikaendelea kumchunguza mhasibu. Tuendelee kumchunguza mhasibu. Ndio baba. Tumchunguze mhasibu. Ndio baba. Mbona na wivu sasa na wewe huko? Mbona unataka kusema nimchunguze mhasibu? Nimchunguze mhasibu. Ndio baba. Nilipomchunguza mhasibu katika jicho la kiroho, nikauliza katika ulimwengu wa roho, kwa nini mhasibu mwachane na huyu dada? Mhasibu nikamsikia akisema kwamba hataki kunisikiliza. Hataki kunisikiliza. Alimnyang'anya mtoto akiwa bado ni mdogo. Kwa hiyo mhasibu sasa hivi yuko na mtoto. Niendelee kidogo au sana? Endelea baba. Katika ulimwengu wa roho. Ndio baba. Baada ya udada. Ndio. Nikamwona dada mwingine mweupe. Si wewe umjui. Ndio. Nilipomwona dada mmoja mweupe. Ndio. Mhasibu akataka kumuelewa lakini akashindwa kumuelewa. Ndio baba. Katika ulimwengu wa roho. Ndio baba. Nikamwona mhasibu. Ndio baba. Akiwa nyuma. Ndio. Wewe ukiwa unakata kona kuingia sehemu. Wakati unataka kuimalizia kukata kona sehemu, nikamwona mhasibu akiwa anakuangalia. Akasema mbona dada kama anamuelewa udada. Nikamwona mhasibu taratibu. Ni mwongeaji mzuri sana. Mwongeaji mzuri sana. Na mshauri mzuri wa maisha. Kweli baba ananishauri vitu vingi sana. Mshauri mzuri wa maisha. Ni kweli. Nikamwona akija na ushauri. Nilivyozidi kumuona na ushauri. Ndio baba. Ushauri. Ndio baba. Nikaona amesema I love you. I love you. Ni kweli. I love you. Ikapita siku hiyo, message haijajibiwa siku hiyo. Ikapita kesho yake, siku yake ya 3 ndio message ikajibiwa. Ndio baba. Ikajibiwa namna hii. Unanipendea nini? Kweli baba. Niendelee kuchunguza hapo. Endelea baba. Haleluya. Amen. Kene profesa kidogo uniacha hapo. Profesa. Ajaji Jumatano. Narudia hapa kwa huduma jiwe la haki, usipokutana na unabii ni makosa makubwa sana. Hii ni nyumba ya unabii. Kabisa. Yaani vitafanyika vingine vyote maalum na nini, lakini ndani ya nyumba huwezi kukosa msosi kama huo. Yaani ni kama nyumba ya Wamasai wa Arusha. Ukienda kwa Arusha utakutana na vinywaji vingine unaweza kukosa vinywaji vingine vyote lakini chai utakosa. Au lotion. Sana siku hizi chai. Haleluya. Sasa ukija hapo utakosa vingine, unaweza kukutana na vingine vyote, lakini unabii haiwezekani ukakosa. Ni wazi. Kwa hiyo hata kama na ibada gani maalum, sisi tukupita hivi bila nini? Prophecy. Sema prophecy.
Prophecy. Katika Mungu wa roho. Ndio baba. Mhasibu ukaendelea kumwelewa lakini una hofu sana. Hata jana nilikuwa naongea na mama. Yaani huwa ni muongeaji kama ulivyosema. Akamwambia yaani mama, huyu mtoto wako ingekuwa ni ile wazee wa zamani, ningeongea mimi na wewe, lakini naweza nikaongea na wewe tukaenda kwake akanikataa. Mhasibu anamaanisha. Ndio baba, asante. Anamaanisha. Asante baba. Tumemchokonoa mhasibu, tumempata mhasibu. Ndio baba. Ila wewe ni muoga kwa sababu mguu wako wa kushoto. Ndio baba. Unamwiba. Nisaidie baba. Una nini? Unamwiba. Kuna mtu alitoka kukuchoma. Ni kweli baba. Ule mwiba bado kidonda ni kibichi. Ni kweli baba, nisaidie. Kwa unahisi na huyu mhasibu anaweza kaja akachoma na mguu wa nini? Wa kulia. Nisaidie baba. Kwa umeubakiza mguu wa kulia namna hii. Nisaidie baba. Kwa hiyo unaogopa kukanyaga kwingine, si ukanyaga na nini? Na mwiba mwingine. Achana na huyu aliyekuacha. Huyu aliyekuacha msahau kabisa. Sawa. Alipiga mpira uende kwa goalkeeper. Asante baba. Ila tu kitu ambacho tunashindana na mhasibu ni kitu kimoja. Ndio baba. Ana masharti. Ni kweli baba. Sasa wewe upende yale masharti. Ndicho mtakachokosana tu. Nisaidie baba. Hamna? Vingine ni vya kawaida vya kibinadamu. Lakini haya masharti ndio yatakuzidi. Lakini mhasibu yupo serious. Asante baba. Na anataka kukoa. Asante baba. Na anataka kukoa. Asante baba. Kwa sababu ametumia mbinu nyingi. Ndio. Wewe umekuwa mtu kumpuuza. Umekuwa mtu kumpuuza. Ni kweli sana, nampuuza sana. Sasa nakupa uhuru, nimesha kuonyesha mhasibu jinsi alivyo, nimemchambua mhasibu mpaka hapo. Sasa moyo uongee. Ndio baba. Nini? Moyo uongee. Asante baba. Nini? Moyo wake ufanyaje? Uongee. Ufili upendo. Asante baba. Sababu swala la mahusiano ni nini? Upendo. Hata kama unabii unakuepo, lakini lazima kuwepo na nini? Upendo. Kwa hapa nimekuachia njia, ufanye uchaguzi wewe mwenyewe. Nimekuchambulia mhasibu. Asante baba. Mababu. Asante baba. Nashukuru maana umemtoa hofu baba. Nimeshamleta mpaka kwenye njia inayofaa. Ndio baba. Sasa yeye mwenyewe angalia anaweza kutembea na njia hii au apite njia nyingine. Lakini mhasibu yupo serious. Nashukuru baba. Mhasibu yupo serious. Huwa anawasiliana na nani wa kwenu? Mama. Anawasiliana na mama. Yupo serious. Yaani anatamani kama ni nikisema ndio. Hata mwaka huu aliniambia nataka aoe, umri unaenda. Mbona una wivu tena? Mbona mna wivu? Wewe ni kuchambulie nani? Yule mkulima, yule mfanyabiashara? Yule tapeli ni kwa huyu ndo Prophet Frank Philemon. Amen. Special prophet. Major one. Naitwa nani? Special prophet. Afu raha yangu ni nisijue chochote juu yako. Amen. Na hata nikijua unielewe, utakula mema ya nchi. Amen. Kena prophesy. Sasa tutaenda hivi, nitamaliza ibada namna hii. Kwa sababu kuna muda nanogewaga. Bwana Yesu ninakuomba unichunguze. Chunguza Bwana, chunguza. Unichunguze. Naomba kidole chako cha ndoa. Baba, asante kwa ajili ya ndoa. Mimi siongee chochote juu yake, lakini umeshaongea naye, ameshakuelewa. Nimeiombea hiyo ndoa ikawe na amani na baraka. Hivi nimeomba nini? Sijui hata nilichoomba, nimemaliza. Barikiwa dada, sina mengi. Lakini nimemruhusu. Ngoja dada, lakini nimekuruhusu moyo wako kaongee. Moyo kafanyaje? Kaongee. Kaongee. Asikilize moyo unasemaje.
Asikilize moyo unafanyaje? Unavyosema. Wewe unasema. Moyo una maongezi pia. Nabii ana maongezi na moyo una nini? Una maongezi. Kwa lazima ruhusiwe pia moyo aongee. Amen. Kwa sababu ni haki ya moyo kuongea.